Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza kabisa tunatanguliza shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutupa uhai na uzima mwaka huu mwingine kufikiwa tena na Ramadhani na kuweza kukusanyika, ama sivyo? Hii ni neema kutoka kwa Mungu kuwa sisi tumekuwa na uhai kufikiwa na Ramadhani nyingine, na yatakikana tuseme alhamdulillah. Tusemeje? Alhamdulillah. Leo tumefika katika kijiji cha Mariango, na hapa kuna misikiti miwili. Kuna msikiti wa Mariango ambao ndio hapa, na kuna msikiti wa Kitamweo, sio? Kitamweo. Population ambao tunapata hapa ambao watafaidika na iftar kupitia kwa shirika au kupitia kwa Nyali Da'wa Group ni watu 75 ambao wataweza kufidiwa kupata iftari yao kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna la zaidi isipokuwa kuomba Mungu Mwenyezi Mungu awabarikie wale waliotoa, Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri, wazidi kutuletea mambo ya kheri. Wazidi kutuletea mambo ya nini? Ya kheri. Wazidi kushirikiana na sisi katika kuiendesha dini ya Allah mbele, kwa sababu sote tuko katika bendera ya la ilaha Muhammadun Rasulullah. Sote tukiwa hapa ni ndugu na ni kitu kimoja. Kwa hivyo hawa wanaokuja ndugu zenu na wanawafikiria na leo waweza kuwasaidia kuwaletea iftar ili kama ndugu zenu kuweza kuwasaidia. Tuombeeni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri, awatakabalie, awatilie hizi hasanati katika mizani zao siku ya Kiyama inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Leo tumefika sehemu hapa inaitwa Kabelengani, si ndio? Hapa panaitwa Kabelengani na huu msikiti ni msikiti wa Kabelengani. Vile vile hapa kuna msikiti watu wanaotoka Mnagoni. Wanaotoka wapi? Mnagoni. Vile vile kuna watu waumini wanaotoka Kazangani, si ndio? Wanaotoka Kazangani. Tayeb. Hapa tuna idadi ya Kabelengani watu 76, Mnagoni watu 99 na Kazangani watu 38. Watu 38. Twamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Nyali Da'wa Group, wao na washirika wenzao na waumini wenzao wameweza kuwaletea ndugu zao Waislamu iftari ya leo, na iftari ni kama hii ambayo mnaiona hapa, kwa kuwa hili ni jambo si la siku ya kwanza au si mara moja. Hii ni takriban mara nyingi, kila wakati Nyali Da'wa Group inawafidia ndugu zao Waislamu kwa iftar. Sisi hatuna la kufanya isipokuwa kuwaombea Mungu, ama sivyo? Kwa sababu Mtume asema mwenye kutendea wema mlipe, ukikosa cha kumlipa umuombee dua, sio? Cha kuwalipa sisi Nyali na wale walioshirikiana na wao hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuwaombea Mwenyezi Mungu, sio? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafungulie milango ya kheri. Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri. Mwenyezi Mungu awatakabalia mali zao. Mwenyezi Mungu ajalie kila aliyetoa shilingi yake, aliyetoa juhudi yake, aliyetoa mawazo yake, Mwenyezi Mungu awalipe kesho siku ya Kiyama, kwa sababu kila tunachokifanya sisi tutategemea kulipwa kesho siku ya nini? Ya Kiyama. Na hawa ni ndugu zenu Waislamu, na sote tunashirikiana kwa sababu ya la ilaha Muhammadun Rasulullah. Hili ndio jambo linalofanya hizi kuweza kushirikiana. Kwa hivyo ni mazuri, si mazuri? Allah atutakabalie inshallah.
Asalamu alaykum. Nyinyi ni watu wa jeshi peke yake? Warda Suleiman. Haya, changamkeni jamani, changamkeni. Changamkeni mama. Warda Suleiman. Ukishaitwa jina unachangamka kidogo. Ramadhan Rashid. Kuna misikiti miwili hapa. Ramadhan Rashid. Tasimama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa thanau lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuna furaha kubwa, furaha isiyo na kifani, kuja kutoka sehemu tuliotoka kuja kukutana na ndugu zetu Waislamu wa maeneo haya. Muislamu anapotembea katika ulimwengu sehemu yoyote, akiona msikiti ameona kwake na ameona watu wake. Hata ukapotea sehemu yoyote, jambo la kwanza unauliza, ikiwa ni Muislamu unauliza nini? Msikiti uko wapi, sio? Ikiwa unahitaji msaada wowote unauliza nini? Msikiti. Msikiti uko wapi? Kwa sababu unajua ukifika msikitini umefika sehemu ambapo kuna ndugu zako. Sisi tumetoka huko tulikotoka, tumekuja hapa, tumekuja kukutana na ndugu zetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliyosema sisi ni ndugu. Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Mwenyezi Mungu anasema waumini ni ndugu. Kwa hiyo mimi nina furaha sana leo kuja kukutana na ndugu zangu wa maeneo haya. Ndugu zangu, na ndugu siku zote anampendea ndugu yake anachokipendea nafsi yake. Ndugu anampendea ndugu yake kila anafanya anachokipendea nafsi yake. Ni bahati kubwa sana mimi na wewe Mwenyezi Mungu kutuchagua kuwa Waislamu. Ni bahati kubwa sana Mwenyezi Mungu kukuchagua wewe kumjua yeye. Yeye ambaye ndiyo muumba wa mbingu na ardhi. Yeye ambaye ndiye mwenye kuteremsha mvua. Yeye ambaye ndiye muumba wetu sisi, aliyetuumba sisi na akawaumba na wazazi wetu na wazazi wa wazazi wetu mpaka mwanadamu wa kwanza. Muumba ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio?
Yeye ambaye kile tunachokila asubuhi na jioni mwenye kutupa ni nani? Ni Allah, si ndio? Kwa sababu ikiwa chakula ambacho tunakula, kila aina ya chakula ambayo unakula, asili yake inatoka wapi? Asili yake inatoka wapi? Chakula yote tunayokula sisi, asili yake inatoka wapi? Inatoka mchangani, sio? Unatia mbegu, kisha ile mbegu maji yanakuja ya mvua, kisha ile mbegu mmoja ulioingiza pale ndio inakutolea nini? Inakutolea nini nzima ya mahindi, si ndio? Ilikujaje hicho kimbegu kimoja mpaka ikakutolea nini nzima ya mahindi? Ilikuwaje? Ni utaalamu gani umetumika? Wewe ulitia tu ile mbegu kisha ukaenda zako kulala, sio? Ukamwachia nani afanye kazi hiyo? Ukamwachia nani? Ukamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye akakufanyia hiyo kazi. Haba moja ya mbegu uliotia chini akakutolea karibu mbegu 700 kwa moja uliotia. Kwa rehema yake, kwa kuteremsha mvua, akakuteremshia mvua. Mvua ilipoteremka, ile mbegu ikaota, mahindi ikakua, mpaka ukapata chakula. Ni yeye ndio anatoa hii chakula. Leo atazuia maji sisi tusipate hayo maji. Leo atazuia maji tusipate hiyo maji ya kuotesha mbegu. Tutapata chakula ulimwenguni? Hatuwezi kupata chakula ulimwenguni. Huyo ambaye anatoa vyakula hivi ambavyo tunavila kila siku, Mwenyezi Mungu amekupa wewe uwezo wa kumjua. Hivi ndugu zangu, mnajua kuna watu wanaabudu ng'ombe? Huyu ng'ombe ambaye wewe unamkamua asubuhi maziwa, unajua hapa ulimwenguni kuna watu asubuhi huamka wakaanza kufanya nini? Kumuomba yule ng'ombe, wakimwabudu. Wajua kuna watu wanaamka asubuhi wakiinamia na kuomba moto, wakiabudu moto. Kuna watu huamka asubuhi wao wakawa kazi yao ni kuabudu wanadamu. Wanamwabudu Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam ni mwanadamu, sio? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si ndio? Sisi Waislamu tunamwamini ya kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimtuma kwa wana wa Israeli kuwafundisha Uislamu. Ndio imani ya Waislamu, si ndio? Lakini kuna wengine hawaamini hivyo, wanaamini yeye ni Mungu, sio? Na huyu ni mwanadamu. Okay, sasa Mwenyezi Mungu amekufanya wewe ukamjua yeye. Haimaanishi ya kwamba sisi tuna akili sana kuliko wale. Haimaanishi sisi tuna akili nyingi sana kuliko, pengine hata wana akili kuliko sisi. Leo mtu anasafiri hapo ukiwa mgonjwa, ukienda zako Makadara, utaambiwa bana, matibabu yako ili utibiwe umaliziwe kila kitu unahitaji 4 milioni 5. Kufanyiwa upasuaji kila kitu unahitaji 5 milioni. Kisha ukirudi kwa ustadhi hapo, ustadhi akwambia bana, wajua kule India ukienda na 1 milioni peke yake utafanyiwa matibabu yako yote. Jamaa wanaanza kufanya mchango, sio? Kisha unasafiri, watu kutoka kila sehemu wanaenda India. Wewe ambaye unasema Allah ndio Mungu wangu, unamwabudu Mwenyezi Mungu, unafunga safari, unatoka hapa unaenda India kwa ule daktari ambaye unaambiwa ni mjuzi sana, ana elimu, atakufanyia hiyo upasuaji yako, akuponye vizuri, kisha urudi. Ukiingia kwa ule daktari, ana sanamu ameweka juu ya meza yake, ndio Mungu wake. Ni mjuzi si mjuzi huyu bwana? Si ni mtaalamu? Ana elimu hana elimu? Kwa sababu ya elimu yake wewe ulipanda ndege ukaenda, sio? Lakini Mwenyezi Mungu ana huyu bwana ana sanamu ameweka juu ya meza, sanamu ambayo pengine imetengenezwa na jiwe, ndio anamwabudu huyu sanamu. Wewe Mwenyezi Mungu amekufanya ukamjua yeye, ambaye ndio muumba wa mbingu na ardhi, muumba wa ulimwengu. Si kwamba sisi tuna akili nyingi sana.
na si kwamba sisi ni wajuzi sana. Hiyo ni kwa sababu ya bahati Mwenyezi Mungu ametuchagua sisi. Sasa bahati hii unatakiwa uifanyie kazi, umshukuru Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwako, shukrani yako ya hiyo bahati aliyokupa Mwenyezi Mungu ni kuifanyia kazi maamrisho yake. Amekuamrisha Ramadhani unatakiwa siku 30 ufunge, usile. Unatakiwa ufanyeje? Ufunge. Amekuamrisha unatakiwa mara 5 uswali kwa mchana kila siku, unatakiwa ufanyeje? Tena ajabu, ametangaza katika kitabu chake, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha. Waweza ukamwambia Mwenyezi Mungu, wajua ya Allah, mimi shughuli zangu za kutafuta riziki zinanizuia kusali mara 5 kwa siku. Mwenyezi Mungu anakuambia amrisha swali mara 5 na uamrishe familia yako kusali mara 5. La nas'aluka rizqa, sisi hatukuulizi riziki. Hiyo excuse unayotafuta ya riziki sisi hatukuulizi. Nahnu narzuquk, amekuahidi yeye atakuruzuku. Na hakuna mwenye kutimiza ahadi zaidi ya nani? Hakuna mwenye kutimiza ahadi zaidi ya nani? Zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekwambia sisi tutakuruzuku. Wewe unatakiwa ufanye nini? Usali. Itikia amri yake na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakufanyia mambo yako. Kwa hiyo bahati hii uliopewa na Mwenyezi Mungu unatakiwa uifanyie kazi. Alafu sisi tumepatiwa fursa na Mwenyezi Mungu kuiona mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mnaambiwa na ustadhi kila siku utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Na mtu kudiriki mwezi wa Ramadhani ni bahati. Mtu kudiriki mwezi wa Ramadhani ni bahati, kwa sababu Ramadhani hurudi kila mwaka. Ramadhani itaenda ikirudi mpaka kiyama Ramadhani itakuwa inarudi. Lakini mimi na wewe mwakani tuko hai? Mimi na wewe mwakani tutakuwa hai? Nani anayejua? Haya, mwaka jana tulipokuja hapa wakati kama huu wa kugawanya riziki, kuna ndugu zetu walikuwa hai, si ndio? Hivi leo wako na sisi. Mnawajua mzee fulani, kijana fulani, mnawajua one by one, si ndio? Mwaka jana walikuwa hai na mwaka huu wako hai? Hawako hai, wameondoka, sio? Sasa inatakiwa fursa hii ndugu zangu ya Ramadhani tuitumie vizuri. Funga yako ufunge. Wewe usiwe kama wale wengine. Muislamu ni tofauti na mwanadamu mwingine yoyote. Mwenyezi Mungu amemtukuza Muislamu kuliko wengine kwa sababu tu ya kumjua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu na kumwabudu yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekuja kwa ajili ya kupeana chakula cha tumbo, lakini chakula cha tumbo inakuisha, si ndio? Chakula cha tumbo baada ya muda itakuwa ni yenye kuisha, sio? Lakini muhimu zaidi ni haya maneno. Haya maneno ukiyachukulia kisawasawa utakwenda nayo kaburini. Itakusaidia maisha yako yote ya kaburini. Rudi kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Angalau usikosekane msikitini. Mwenyezi Mungu unapoadhiniwa pale, sio Ustadh Ali ama Ustadh Muadh ndio anaadhini pale. Hapana. Ni Mwenyezi Mungu anakuita. Itikia mwito wa Mwenyezi Mungu, na utakapoitikia mwito wa Mwenyezi Mungu na yeye ataitikia mwito wako. Ukiitikia mwito Mwenyezi Mungu akwambia hayya ala sala, njoni mswali. Hayya ala sala, njoni mswali. Hayya ala alfalah, njoni katika kufaulu. Huko ni katika kufaulu. Ukiitikia mwito wa Mwenyezi Mungu ukaja, na wewe ukainua mkono ukasema ya Rabbi nisahalishie mambo yangu. Ya Rabbi nina mwanangu yuko skuli anadaiwa school fees. Ya Rabbi chakula iko hivi na hivi. Ya Rabbi nina mambo yamenizonga, na Mwenyezi Mungu atakuitikia mwito wake. Mwenyezi Mungu atakuitikia mwito wako. Ukimwomba naye atakuitikia kwa vile wewe umemuitikia. Sasa ndo huu wakati muhimu sana wa Muislamu
kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kutubia kwake. Sisi wote ni wakosa. Mtume anatuambia kila mwanadamu ni mkosa. Mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kuwa mwanadamu ni mkosa, lakini wazuri wa kukosa ni wale ambapo wanapokosa wanarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu na kutubia. Najua jua ni kali, sitaki kuweka sana katika kwa jua, lakini turudi kwa Mwenyezi Mungu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumwabudu Mwenyezi Mungu msikitini, tusikosekane. Wanaume tusikosekane msikitini, hata kama msikiti ni mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba ukitoka zako nyumbani kwenda msikitini, ukitawadha nyumbani, ukashika udhu nyumbani, kisha ukatembea mpaka msikitini, kila hatua utakayopiga, hatua moja wafutiwa dhambi, hatua ya pili wainuliwa daraja. Hatua moja unafutiwa dhambi, hatua ya pili unafanywa nini? Unainuliwa daraja. Ndio wakati mwingine utashangaa wale watu ambao wanaosali msikitini saa zote maisha yao ni mazuri. Watu ambao sala tano hakosekani msikitini maisha yake ni mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kusali kwake msikitini Mwenyezi Mungu amemuinua daraja. Na Mwenyezi Mungu amempa maisha mazuri. Kwa hiyo katika huu mwezi wa Ramadhani tujibidiishe sana kurudi katika dini yetu na tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana. Yangu ni haya tu, na kuna mtu Ustadh Lali yozungumza ndio muhimu kuliko kitu chochote, kwa sababu haya aliyoyasema ndio utakao kwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah. Utaulizwa kwa masuala ya sampuli mbili. Utaulizwa kwa masuala ya sampuli ngapi? Mbili. Suala la kwanza utaulizwa waliambiwa wewe, na sisi ni mashahidi katika kuambizana. Tumeelewana sio? Alikuja ustazi akakuelezea, uliyasikia. Suala la kwanza hilo. Suala la pili, ulitekeleza nini katika yale aliambiwa. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana? Yes. Utaulizwa masuala mangapi? Mawili. Kwanza utaulizwa kwamba wewe uliambiwa hukuambiwa, huna sababu kama hukutekeleza, sio? Kwa hivyo ni muhimu sana mtu akisikia maneno ya Mungu, na hiyo ndio sifa ya Muislamu na sifa ya muumini. Sifa ya muumini ni kwamba idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Muumini yoyote au Muislamu yoyote anapoitwa katika maneno ya Mungu, anapoitwa katika kuelekezwa njia ya kisawasawa, kwa sababu wewe kila ukiswali huwa wamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukimwambia ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Kwa hivyo muumini anapoitwa katika njia iliyonyoka, ayakulu sami'na wa ata'na, ni kusema kauli yako kwamba sisi tumesikia na tutatii, tutafuata yale tuliyoambiwa. Tumefahamiana ndugu zangu? Hii tunasema kwamba tunakuja sisi leo ni fursa kubwa. Mwaka mzima umepita, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotupenda sisi wanadamu. Mungu anavyotupangia mazuri katika maisha yetu, lakini sisi wanadamu ni wakaidi. Katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema mwanadamu akisimama kuswali swala zake ngapi? 5. Kila swala mpaka swala ana bonus, anapata kutoka kwa Mungu kusamehewa madhambi. Anapata bonus ya kusamehewa madhambi. Kwa hivyo kuanzia swala yako ya alfajiri mpaka adhuhuri, yale masaa wewe unapata bonus, unapata kusamehewa. Na mwanadamu hakuna mtu ambaye ni mkamilifu, mwanadamu ni mkosa, sio? Sasa yale makosa ambayo unayafanya huyajui, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Kisha Ijumaa mpaka Ijumaa unapata bonus ya kusamehewa madhambi. Siku 6 wewe Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yale madogo madogo. Kisha Ramadhani mpaka Ramadhani, ndio hivi leo tunapata bonus ya miezi 10 na ngapi? 11. Mwenyezi Mungu anaitoa tu hiyo kwamba wewe ukienda kesho ufaulu,
usende kufeli. Kwa hivyo haya tunaoambiwa ni kuyasikia tupate kufaulu kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya tunaoambiwa ndio ambayo yatakayokutufaa, na utakuja kujuta kesho kwamba mimi nilisikia lakini sikufanyaje, sikutekeleza. Wewe utakuja kujuta, utauma vidole vyote na usipate kidole kimoja. Utamshika mtu wa kumshika lakini hatakufaa. Utatefuta njia ya kujiokoa. Mwenyezi Mungu asema wale makafiri watatamani hii ardhi iwe yote mali, watake kutoa ili waokoke na adhabu ya Mwenyezi Mungu, lakini haitawafaa tena kwa sababu wakati umefanyaje, umeisha. Kwa hivyo ndugu zangu, haya tunawaambia ni sisi kusema sami'na wa ata'na, tumesikia na kutii, tutekeleze ibada ya Mwenyezi Mungu, kesho tupate kufaulu insha Allahu Taala. Leo kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu, Nyali Da'wa Group imewaletea mazuri. Ni mazuri si mazuri yale wanaowaletea ndugu zenu Waislamu, si ndio? Wametambua ya kwamba kuna Waislamu wenzetu, wao wana uwezo wa kuweza kuwasaidia. Alhamdulillah, kwa uwezo wao wanavyoweza wamewaletea. Mwanadamu akitendewa mazuri, mwanadamu akitendewa nini mazuri, mtu humlipa yule aliyokutendea zuri, sio? Lakini kama huna la kumlipa, lako wewe ni kumwombea Mwenyezi Mungu. Na sisi twasema sote hapa, la zaidi kwetu sisi ni kuwaombea Mungu, au sio? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nyali Da'wa Group, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila aliyejitolea kwa thumni yake, kwa shilingi yake, kwa mamilioni yake, kwa juhudi zake, kwa bidii zake, Mwenyezi Mungu awatakabalie sadaka hizo walizoleta. Wamewakumbuka ndugu zao Waislamu wakawaletea, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarikie katika mali zao. Mwenyezi Mungu awabarikie katika majumba yao. Mwenyezi Mungu awabarikie katika shughuli zao. Mwenyezi Mungu ajalie hizi hasanati walizofanya waende wakazikute yaumal qiyama katika mizani ya mema yao insha Allahu Taala. Hii ni dua ambayo lazima tuwaombee ndugu zetu wenye kutendea mazuri. Hapa tulipoko tuko Mariango, tuko Virapani. Hapa tulipoko tuko markazi Aisha ambao ni Virapani, na katika mkusanyiko huu ambao tulionao tunapata markazi Aisha ambayo ina waumini 90, familia 93, Bomani familia 26, Ndigiria familia 84, Mrima wa Ndege familia 37, na Shangweni familia 51, na Jila familia 33. Kwa jumla tunatoa futari katika markazi Aisha Virapani watu wanaokisiwa zaidi ya 337. Takbir! Takbir! Mwenyezi Mungu atulipe mema insha Allah. Mstari tutilie dua kwa wale wote ambao waliweza kushirikiana na sisi, hasa kina Nyali Dawa. Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri insha Allah, awabarikie, watuletee mazaidi na zaidi insha Allahu Taala. Semeni insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jua kali. Aislamu muhaha. Bavyo maustadhi anena mambo manji na mino ni mrahai, lakini hosini hamizichenda. Jambo la muhimu ni kumumanya Mulungu. Ijikala unatajiriwa na kummanya, utamheshimu, kuweza kumheshimu. Lakini pindi uchimanya tajiriwa ni yangu, si unakwenda ukamlamuse toto mheshimu. Ni ummanye Mulungu. Mambo gakomatsi Mlungu Zulu gakira gago mambo gakomatsi Mlungu Zulu gahendaze gakira vivi vya kuenda ni hungire msikitini kuswali ukale hangwenga nani na Mulungu ni karakara ni karakara Mulungu ni mubomu na ichikala kunda sakula au kunda yeya au kunda mala ukamanya Mulungu ni mbonyi mchizezeze beunda kala bila kumanya Mulungu ni mbomu
Mulungu ni mubomu. Wakati wa mavuno au wakati wa kulaya unanyala mbegu, unanyala mbeyu. Akuzayo zombeyu ni hani? Akuzayo zombeyu ni hani? Eka mwenga unalaya kilo nyingahi za matere, kilo 2 kwa eka mwenga, alafu mavuno unapata mavuno kiasi chani. Sasa yuyu ndiye Mulungu, yuyu ndiye Mulungu warihaye, na naushukuruni sana jakukala Aislamu anzehu akuza kuku giriama kwa ajili ya warehera chakurya, akuza kuhukumbuka. Kwa vivyo kwa ufuhi na hambe, alhamdulillah, alhamdulillah. Chila mwaka Ramadhani aendeze aurere chakurya ni karakara, ni karakara. Lakini si kwamba hangwe hunaza uchihala chakurya lakini kaungira msikitini. Naenzekana hukale hunda swali. Jikala kuswali mtume yunamba baina ya kafiri na muumini ni swala. Kwa hivyo naona sura za watu wanji sana, naona sijda alhamdulillah. Alafu mtu ambaye kaswali inaenzekana mtu wa murai vya kukala henda ni msikitini. Kwa hivyo inaenzekana uwe kikala unaswali, mcheo wa swali, ana wa swali, babayo wa swali, mama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeyote ambaye ameweza kutukumbuka sisi akatoa sadaka yake, Mwenyezi Mungu amkubalie sadaka yake. Tusemeni amin. Amin. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeyote ambaye ametukumbuka akatoa sadaka hii, Mwenyezi Mungu aifanye sababu ya yeye kuipata pepo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atie baraka katika mali zao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aifanye sadaka hii ni sababu ya kufunguka kwa mambo yao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awawezeshe wawe ni wenye kutukumbuka kila wakati. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape umri mrefu ili wazidi kutukumbuka. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa kwa mpangilio naamini na natumai ya kwamba sote tulioko hapa ni Waislamu, sio? Sote ni Waislamu. Kwanza sisi Waislamu ni ndugu,
na tunapendeana. Kile ninachojipendea mimi natakiwa nimpendee na ndugu yangu. Kabla ya kuingia ndani, sote tunajua nguzo za Uislamu, sio? Sote tunajua nguzo za Uislamu. Mama, nguzo za Uislamu ni ngapi? Ngapi? Very good, mashallah. Ya kwanza ni nini? Ya kwanza ni okay. Shahada maana yake ni kuamini ya kwamba hakuna afaye kuabudiwa isipokuwa nani? Hakuna mwingine yoyote anayefaa kufanyiwa ibada isipokuwa nani? Na Muhammad ni mtume. Mtume hafanyiwi ibada. Mtume anaaminiwa kama nani? Kama mtume. Unatakiwa Muislamu uamini ya kwamba hakuna mwingine yoyote anayefaa kuabudiwa isipokuwa nani? Allah. Wewe hufai kumsujudia yoyote mwingine isipokuwa nani? Hufai kumuinamishia kichwa yoyote mwingine isipokuwa nani? Unapokusudia au kuomba, hufai kumuomba mwingine isipokuwa nani? Isipokuwa Allah peke yake. Unapofikwa na matatizo, ukafikwa na majanga, ukaona ya kwamba milango yote imefungika, unatakiwa mkusudie nani? Ha? Unapofikiria kwenda kwa babu, mnamjua babu ni nani? Unapofikiria kwenda kwa babu, unakuwa Muislamu? Ha? Wewe Muislamu haendi kwa babu, babu nipigie ramli, uniangalilie hapa kukoje. Muislamu hafanyi hivyo. Na ukifanya hivyo wewe umetoka katika Uislamu. Ukifanya hivyo umefanya nini? Umetoka katika Uislamu. Muislamu anapokuwa na matatizo yote umuelekezea nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye ndo aliyekuumba. Akawaumba wazazi wako, akawaumba babu zako, akawaumba mpaka mwanadamu wa kwanza Adam. Na yeye ndo amechukua majukumu ya kukupa wewe chakula. Amechukua majukumu ya kuangalia afya yako. Amechukua majukumu, Allah ndo amechukua jukumu la kukupa wewe pumzi. Unajua hii pumzi unapumua leo ni ghali sana. Ni expensive. Unajua hivyo? Ukimchukua mgonjwa wako akapelekwa leo Makadara, akawa hawezi kupumua, akaingizwa kwa mashini, utachajiwa kwa masaa ama hutachajiwa? Utaandikiwa pesa zilizotumika kwa mgonjwa wako kupumua, sio? Mwanadamu anakusaidia mgonjwa, anakusaidia wewe kupumua kwa nini? Kupumua tu, hajakupa chakula, hajakupa dawa, hajakupa kingine chochote, bado hujafanywa upasuaji. Wewe wapumua tu. Kule kupumua tu shaandikiwa lisali moja limepita, ni pesa kadhaa ndio unadaiwa. Kwa wewe tumekuingiza kwa mashini yetu kupumua. Haya, kuanzia asubuhi jua ilipochomoza mpaka sasa hivi umepumua mara ngapi? Umepumua mara ngapi? Kuna deni unadaiwa na Mwenyezi Mungu ukalipa kwa sababu ya kupumua? Kuna deni unadaiwa? Pengine kuna token umewekewa na Mwenyezi Mungu, umebandikiwa kwenye nini yako. Hiyo token stima, token kisha inafanyaje? Mwenyezi Mungu amekuwekea token kwenye pumzi, kisha mpaka uweke shilingi 20 ndio upumue. Amekuwekea bure, sio? Mwenyezi Mungu amekupa hiyo pumzi bure, hakuitishi chochote. Anachotaka kwako ni umuinamishie kichwa chako, uweke chini, umwambie subhana rabbiyal a'la. Ametukuka Mola wangu aliye juu. Mwenyezi Mungu anataka nini? Anataka hilo peke yake kutoka kwako. Sasa sisi tunatumia afya ya Mwenyezi Mungu ametupa. Tunatumia vyakula Mwenyezi Mungu ametupa. Tunatumia maisha ambayo tunayoishi, kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye ametupa. Lakini tunashindwa kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, kusali, kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa yote ulionipa. Tunashindwa wanadamu. Na tukishindwa tutakuwa sisi ndio nini? Wakosefu. Tukishindwa tutakuwa sisi ndio hatuna shukrani, kwa sababu
tumepewa vyote. Leo kwa mfano, mtu akaja kwako akakuuliza una watoto wangapi wewe? Mimi nina watoto 5. Watoto wako wanasoma shule wapi? Wanasoma shule pahala fulani. Haya, huyu fizi yake ni ngapi? Unamwambia huyu fizi yake ni kadhaa, akakulipia. Fizi yake huyu ni ngapi? Kadhaa, akakulipia. Huyu fizi yake ni ngapi? Kadhaa, akakulipia. Akakulipia school fees yote. Kisha akakuuliza, nyumba yako ni hii? Ndio. Haya, nyumba hii wataka ujengewe vipi? Nataka nijengewe mawe. Akakujengea nyumba ya mawe hapo. Akakuwekea mpaka stima. Akakuwekea na vyombo ndani ya nyumba. Akakuwekea chakula, akakwambia chakula utakuwa ukichukua chakula duka fulani kila mwezi. Na shilingi utaulizwa. Huyo mtu utamshukuru vipi? Mwanadamu tu amekufanyia hayo, utamshukuru vipi? Hata akakwambia usimame mlangoni kwake usiku mzima, utasimama? Utasimama? Simama. Akakwambia wewe, nimekufanyia hayo yote, nataka kila siku uje kwangu usimame pale mlangoni tu usiku mzima uwe mlinzi. Utafanya? Utafanya? Yote aliyokufanyia lazima utafanya nini? Utafanya. Sasa Mwenyezi Mungu amekupa zaidi ya hao, amekupa zaidi ya hayo. Kuanzia tulipofungua mwaka mpaka leo, umekula lunch ngapi wewe? Lunch hiyo unafikiri nani alikuandikia? Nani amekupa? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuteremsha mvua. Mwenyezi Mungu anateleza katika Qur'an, chakula chenyu kinatoka wapi? Akatuambia anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faambatna fiha habba. Wa akatueleza chakula chetu kinatoka mbinguni, maji yanateremka, kisha vile vimbegu vyetu tunatia katika ardhi, ndio nini wanafanya nini? Inatoka. Saa hii kulivyo kame, kuna mtu anaweza katia mbegu chini? Kwa nini hutii? Kwa sababu hakuna nini? Lakini wakati Mwenyezi Mungu atakapoanza kuteremsha ile mvua, kila mtu anafanya nini? Anakimbia. Ile eka yako moja, kilo 2 ya unga unatia pale, unapanda, unakuja kupata nini? Utapata kilo 2. Kilo 2 peke yake, mfuko wa kilo 2 unapopanda unapata nini? Utapata chakula ya kukulisha karibu mwaka mzima, sio? Sasa nani mwenye kutoa chakula hiyo? Nani ana uwezo? Ikiwa wewe una uwezo, saizi hakuna mvua, nenda ukapande. Ikiwa mwanadamu wewe una uwezo, vile kulivyokauka sasa hivi, manake sisi wanadamu ni wakaidi, sio? Ikiwa una uwezo, nenda kachukue katia, au hii mchanga kavu, tia hiyo mbegu, uone kama itatoka. Itatoka? Haiwezi kutoka. Ina maana anayetulisha sisi ni nani? Sasa huyu Mwenyezi Mungu anayetulisha sisi, akatupa afya, akatupa vyote ambavyo tunaishi ndani. Kwa nini tusifanye jambo sahali ya kumshukuru yeye? Kumshukuru yeye ni kufanya nini? Ni kumfanyia ibada. Hiyo ni nguzo ya Uislamu. Unatakiwa uwe na imani, umwamini yeye peke yake, usimshirikishe na yeyote. Yeye peke yake ndio Mungu, vingine vyote ni viumbe. Muumba ni yeye, vingine vyote ni nini? Ni viumbe. Shahada hiyo ya kwanza. Ya pili ni kusimamisha sala, nguzo ya Uislamu. Ikiwa huna mambo matano haya, wewe Muislamu? Ya kwanza ni shahada, imani. Ya pili ni kusimamisha sala. Wewe ikiwa husimamishi sala, wewe Muislamu, wewe kafiri. Wewe ni nani? Okay. La tatu ni kufunga saumu. Ni kufunga saumu. Saumu tunafunga kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa ngapi? Saa 10? Mama wale kule nyuma tunafunga kuanzia saa ngapi? Saa 11. Barakallahu fiki. Kuanzia saa 11 alfajiri mpaka saa ngapi? Mpaka kutua kwa, mashaallah, barakallahu fiki mama. Mpaka kutua kwa jua. Kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, si kuchomoza kwa jua. Kuchomoza kwa jua ni breakfast tunakula. Ni kuchomoza kwa alfajiri. Ukisikia ustadha anaadhini muadhini wa alfajiri, hapo ndio tayari saumu imefanya nini? Imeanza. Kuna adhana 2. Adhana ya kwanza ni ya kula daku, na adhana ya pili ni ya kufanya nini? Ya kufunga. Huruhusiwi kula chochote baada ya hapo. Huruhusiwi kula, huruhusiwi kunywa.
huruhusiwi kumkaribia mumeo kuanzia wakati huo mpaka wakati wa jioni. Na kina wazee pia huruhusiwi kumkaribia mke wako kuanzia wakati wa alfajiri mpaka wakati wa nini? Wakati wa kunini. Ukishafanya saumu, baada ya saumu katika nguzo ya Uislamu ni nini? Ni kutoa zaka. Ikiwa una mali unatakiwa utoe zaka kwa mwaka. Na la mwisho ni kwenda haji ikiwa unafanya nini? Ikiwa una uwezo wa kwenda haji. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu kama vile ustadha alivyosema, ametupa sisi bahati ya kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yeyote ambaye anapata bahati ya kufikiwa na mwezi wa Ramadhani ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempenda na amemchagua katika waja wake. Kwa hiyo alafu zaidi ili usishughulike na kutafuta chakula, ndugu zako Waislamu wamekukumbuka kwa kuletea nini? Iftari. Sasa unachotakiwa wewe kufanya ni nini? Ni kufunga na kujishughulisha na ibada. Kujishughulisha na nini? Katika haya masiku 30 ya mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuyafanya hayo. Tuseme amin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azinyooshe nini zetu katika dini yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufishe Waislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanye sisi Waislamu wa kweli. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi kusimamisha na ibada ya swala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu hawa ndugu zetu waliotukumbuka na Mwenyezi Mungu awakumbuke. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape umri mrefu ili waendelee kutukumbuka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atie baraka katika kazi ya mikono yao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La muhimu ni mambo gao koma simlungu zulu gakiwa ni wakati. Atu yani atuwe mulungu. Kwa kuabudiwa ni hani ni mwezi mlungu. Ukikala unaswali rorosi la dini ya Kiislamu mutwe hani ustadhi haha. Kwa vivyo uzangira mwezi mtukufu wa Ramadhani na umshukuruni mlungu na ushukuruni anzie huwa kula Mambasa kuza na ukumbukira. La umuhimu ndugu zangu Waislamu ni kujenga imani ya Mwenyezi Mungu. Lazima kila mwenga akale ya kukala yuna imani juu ya Mwenyezi Mungu. Hii imani inaanzekana kila siku ikale indazidi. Haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ukushukuriwa ni Allah jalla fi'ala. Na alhamdulillah leo Allah ametuwezesha kwa taufiki yake sisi na vikundi tofauti kuweza kutembelea sehemu hii ya Bamba, ambao tumekutana na watu zaidi ya watu kutoka vijiji zaidi ya 15, sio ustad? Na alhamdulillah tumeweza kufikishia iftar na khairi ambayo wallahi zaidi ya 1000. Walakini jambo kubwa ni nitakuongelea mimi ni kuhusu shukra. Sisi kama binadamu, hii hali ambayo tumeona huku ndani ya watu wanavyoishi, watu wanavyokuwa, si hali ambayo ni sisi tumeishi nayo. Ni hali ambayo wallahi ukija kuangalia utakuwa ni mwenye kupata ile tadabburi yake na utaweza kujua nini maana ya shukra. Kwa hiyo ungependa ustadha tueleze hapa na waeleze zaidi, yani nyinyi na mimi kabisa, katika tueleze na tufafanulie na pia tukumbushe kuhusu kushukuru kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Kama alivyotangulia kusema al-akh Yusuf hapa, leo kwa ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mji wa Bamba tumeweza kuwafikia ndugu zetu Waislamu katika vijiji tofauti, sehemu takriban 14 ambao tumeweza kuwagawanyia iftar watu kama hao, na kulingana na hali za watu wenyewe ambao wanaishi, mazingira yao ni mazingira ambayo ya hali ya duni kabisa, bali tukisema yani ni kwamba watu wenye dhiki, kwenye shida, lakini kwa ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa wameweza kufidiwa leo kwa iftar takriban familia ya watu 1113 ambao wameweza kufidiwa na iftari kama hii. Hii ni neema kubwa kwa jamii ya Kiislamu, kwanza kuweza kutambuana na kuweza kutekelezeana na kusaidiana.
vile vile kutokana na hali ambao wao watu wanaoishi na watu wengine wanavyoishi, yatakikana watu kama sisi ambao katika dunia tuko mbele au katika hali tuko mbele, yatakikana tuwe ni watu wa mbele katika kuwasaidia wenzetu ambao hawana. Ukiangalia hali za maisha yao wanaoyaishi, ukiangalia hali za kiuchumi vile zilivyo, ukiangalia hali ya mazingira yao kwa jumla, maisha yao ni maisha ambayo ya duni kabisa. Kwa hivyo sisi kwanza ni watu yatakikana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tuishi maisha mazuri na kiasi fulani tunaweza kusema tuna uwezo wa kuweza kujifidia kimaisha sisi na jamii zetu. Yatakikana sisi tuwe ni wenye kumshukuru zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, wala in shakartum la azidannakum, mukishukuru na mimi nitawazidishia. Na katika njia ya kushukuru mmoja wapo ni kile ulichonacho kuweza kumsaidia naye mwenzako. Hiyo ndiyo njia moja katika ya kushukuru. Ukitoa shilingi yako kuwasaidia ambao wasiokuliweza, basi umetanguliza kwamba wewe umejitambua ya kuwa mimi ninacho na yatakikana nami nimsaidie mwenzangu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika kubarikiwa kwetu sisi kwenye maisha yetu na katika mali yetu na katika mambo yetu na katika majumba yetu ni kuwaangalia wale ambao hawana. Hata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameinsist kuangalia wale alio chini wako. Walio chini wako ni watu ambao hawajiwezi. Kama hivi leo safari ambayo tumeweza kuitembelea, ndio watu ambao wastahili kusaidiwa, na zaidi ni kutegemea ajili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtu yoyote mwenye kutoa mbele ya Mwenyezi Mungu ana ajili kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Angalia namna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyomlipa mwanadamu kwa sababu ya kutoa. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum, mfano wa wale ambao wenye kutoa mali yao fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, kama thali habba, ni kama mfano wa mtu kupanda chembe, ambata sab'a sanabila, ambao chembe hiyo imeleta sab'a sanabila, visuke saba, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kisuke kimoja kinatoka sab'atu habba, haba 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, tena Mwenyezi Mungu muongezea amtakaye. Kwa hivyo wewe tegemea kutoa hivi kwamba mimi nataka nipate hiyo. Mwenyezi Mungu aliyesema mwisho katika Qur'ani, wallahu yudhaifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu humuongezea. Ukiwa na nia saleh katika kutoa kwako, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nawe anakubarikia katika mambo yako na katika hali zako na katika jamii zako na katika kazi zako na mali zako. Hatuna la zaidi, tunawainsist ndugu zetu Waislamu waangalie hali za wenzao wanyonge. Kuna mashirika sampuli mbalimbali. Leo tukiwa hapa sisi kama Halal Charitable Trust, ambao tumepitia wenzetu kuweza kuwapatia iftar, tuwaweza kushirikiana nao katika kuendeleza kazi kama hii, ili tuweze kukuza jamii yetu na kusaidia jamii zetu, na tukitegemea kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupata ajili na kufaulu katika mizani ya hasanati zetu insha Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.